Mpendwa, karibu katika darasa huru la Injili linalopatikana katika chaneli ya Mwalimu Kimweri TV. Kama hujasubscribe, basi hebu fanya hivyo ili uweze kuwa wa kwanza kupata masomo haya pindi tunapo upload katika YouTube yetu. Pia tunakusihi kama mwisho wa darasa hili uweze kushare, uweze kucomment na kulike ili somo hili pia liweze kusambaa kwa wengine. Tunapoanza darasa hili, tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu mkuu, tunakuja mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Tuko tayari kujifunza neno lako. Tunakushukuru kwa ajili ya nafasi hii uliotupa ya kujifunza neno lako. Tunamhitaji Mwalimu Roho Mtakatifu atufundishe akili zetu tuweze kuelewa na maandiko. Tunakwenda kinyume na kila ngome za mawazo na kila kitu kinachojiinua juu ya elimu ya Mungu. Tunateka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Fikra zangu, fikra za msikilizaji na mtazamaji wangu, Bwana ukazikamate na kutuongoza ili tuweze kuelewa na maandiko. Tusaidie kuielewa kweli yako ili kweli yako iweze kutuweka huru. Karibu Roho Mtakatifu, darasa hili ni lako sasa. Tuongoze tuweze kuifahamu kweli. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Leo ni siku ya 3, tunaendelea na somo letu lenye kichwa kinachosema asili ya mwanadamu ndiyo inayoongoza maisha yake. Asili ya mwanadamu ndiyo inayoongoza maisha yake. Mwanadamu ameumbwa na visehemu vitatu. Mwanadamu ana roho, mwanadamu ana mwili, mwanadamu ana nafsi. Ni vitu vitatu vilivyoungana kuunda mwanadamu hai, na hivi vitu vitatu vikitengana tunasema mtu amekufa. Kufa ni neno linalotokana na kufarakana. Kufa ni kufarakana, na kufarakana ni kutengana. Kutengana ni vitu ambavyo viliungana, vimeachana, kila kimoja kimebaki peke yake. Hivi vitu vitatu vikiungana, kwa maana ya roho, nafsi na mwili, vinatengeneza mwanadamu hai. Kwa hiyo mwanadamu ni watu watatu walioungana kutengeneza mwanadamu. Mwanadamu ni watu watatu. Hizi sehemu tatu ndizo zinaitwa nafsi. Kwa Kiingereza zinaitwa person. Kwa hiyo mwanadamu ana person tatu. Ana person inayoitwa roho, ana person inayoitwa nafsi, ana person inayoitwa mwili. Katika hizi person tatu, mwanadamu mwenyewe ni roho. Mwanadamu mwenyewe ni roho. Kwa hiyo unaweza ukiulizwa mwanadamu ni nani, tafsiri yake unasema mwanadamu ni roho mwenye nafsi iliyo hai, yuko ndani ya mwili. Mwanadamu ni nani? Mwanadamu ni roho mwenye nafsi iliyo hai, yuko ndani ya mwili. Mwili ndio uliohifadhi nafsi na roho ambavyo havionekani. Kinachoonekana unapokutana na mwanadamu aliyo hai, kinachoonekana ni mwili, lakini mwili ni sanduku tu. Mtu mwenyewe yuko ndani. Mwili ni boksi tu, mwenyewe yuko ndani. Mwili ni nyumba tu, au ni koti ambalo unaweza ukalivua ukalivaa, lakini wewe hapo, mimi hapa, sio mwili. Mimi
ni roho ambayo ina nafsi iliyo hai na ninakaa ndani ya mwili. Sasa hivi vitu vitatu, viwili ndio vinaunda utu wa ndani usioonekana, kimoja mwili ndio kinaonekana kwa nje. Tunapokutazama hivi, tunakuona na masikio na pua, huo ni mwili ambao umehifadhi roho na nafsi. Roho na nafsi vikiondoka, unabaki mwili hapa. Tunasema mwili wa, maana yake mwenye mwili hayupo. Sasa kwa kawaida mwanadamu anaongozwa kutoka ndani. Mwili unatekeleza tu kile kilichoamuliwa kutoka ndani. Ni kama kompyuta. Kompyuta sio ile skrini unayoitazama ambayo inakuonyesha picha, maandishi au muziki. Kompyuta yenyewe ni CPU, ni lile sanduku. Kwa hiyo lile sanduku ndilo ukilichokonoa kwa kutumia kinachoonekana, unapata kile ambacho kimefichika. Kwa hiyo kompyuta inaonyesha picha na maandishi kutoka kwenye CPU ambayo iko ndani. Maisha ya mwanadamu ninaongozwa kutoka ndani kwenye moyo. Moyo wangu unachoamua ndicho kinachotendeka huku nje. Ndio maana Yesu alisema kila mtazamaye mwanamke kwa kutamani amekwisha kuzini naye wapi? Moyoni. Kuna zinaa ya moyoni, kuna zinaa ya jinsi ya mwilini. Unaanza kufanya moyoni ukatamani, baadaye unatekeleza mwilini. Kwa wale wanaweza kajifuatilia, unaweza ukamtukana mtu kabla ya kumtukana kwa kinywa hiki. Unaanza huku kwanza, unaanza kumpiga mtu ngumi rohoni kabla ya kumpiga huku nje. Kwa nini? Mwanadamu anaongozwa kutoka ndani. Mithali sura ya 23 mstari wa 7 anasema, mtu aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo huku nje. Maana yangu, kwa nini naanzia huko? Naanzia huko kwa sababu asili ya dhambi ndiyo inayoongoza maisha ya mtu, ambayo inakaa ndani kwenye utu wa ndani. Asili inakaa moyoni, kwenye nafsi, kwenye roho. Huko ndiko kunakokaa dhambi. Halafu ile dhambi inaamua kuuamuru mwili kutekeleza, halafu mwili unatekeleza. Na ndio maana unaweza ukaamua kufanya dhambi, baadaye ukitulia unajuta, unaanza kujilaumu. Aliyekusukuma kutenda dhambi ni nani? Na sasa hivi anayejuta ni nani? Manake dhambi ikikaa ndani yako inakusukuma kutoka ndani na huwezi ukapinga. Hakuna mwanadamu anayeweza kupinga dhambi. Uamuzi uliofanyika ndani, hakuna mwanadamu aliyewahi kushinda kuupinga. Kujizuia hayupo. Biblia tunasoma katika Warumi sura ya 7 mstari ule wa 14. Biblia inasema hivi, maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo nilitendalo. Unaona, ni kama watu wawili wanaoshindana katika maisha ya mtu, kwamba kuna kitu unapenda ukifanye, ghafla hukifanyi, lakini kile ambacho hukipendi ndicho unachokifanya. Sasa kuna mtu anapenda kufanya jema, lakini kuna nguvu inayofukia lile jema, hulifanyi, unakuja kushtukia umefanya baya. Mlevi kwa mfano anakunywa pombe
chakali mpaka anashindwa kutembea, analala kwenye mtaro wa maji machafu. Asubuhi anaamka, akitoka hapo analia, anaoga, anasema sinywi pombe tena. Baada ya muda, jioni, unakuta tena kalewa chakali, yule yule alisema sinywi tena pombe. Hakuna mtu ambaye amewahi kushinda dhambi ya kunywa pombe kwa jitihada. Nimeona watu wengi wakienda mpaka kwa waganga wa kienyeji, wakipewa madawa na miiko na masharti na manuizo na vitu mbalimbali. Haiwezekani. Kwa nini? Yeye binafsi ameiruhusu dhambi na amekuwa mtumwa sasa wa dhambi. Dhambi imekuwa ni bosi, inamwagiza yeye ambaye ni mtumwa. Yesu alisema hivi katika Yohana sura ya 8 mstari wa 34, asema atendaye dhambi, kila mtu atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi, na mtumwa hakai nyumbani siku zote. Kwa hiyo ukiwa na dhambi, ukiwa na asili ya dhambi ndani, wewe ni mtumwa wa dhambi. Huwezi ukaacha nyumba ndogo hata mtu akupige mkuki. Wangapi wameuawa katika zinaa? Anaambiwa na kuonywa kabisa, mke wangu mwache, hasikii. Sio yeye, yeye ni mtumwa wa dhambi. Na Mungu aliliona hili, akatuandalia njia ya Yesu Kristo ambaye anatupa nguvu nyingine ya kushinda dhambi. Mstari wa 16, lakini kama nikitenda lile nisilolipenda, nakiri ile sheria kuwa ni njema. Mstari wa 17, basi sasa si mimi nafsi yangu nitendaye hilo, bali ni ile dhambi ikaaye ndani yangu. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yani ndani ya mwili wangu huku, halikai neno jema, bali nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Na kama lile nisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu nitendaye, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu ndiyo inayonisukuma kutenda. Ukimkataa Yesu katika maisha yako, utakuwa mtumwa wa dhambi, na ukiwa mtumwa wa dhambi huwezi ukachagua lipi nitende na lipi nisitende. Wanadamu wengi sana wanaonekana wako huru, lakini ni watumwa wa dhambi. Kwa nini? Hawajapata dawa ya dhambi ambayo ni Yesu. Wanadamu wengi wamesoma, wana elimu kubwa, lakini ni watumwa wa dhambi. Unakuta mtu ni profesa, amesoma vya kutosha, lakini anakwenda kwa mganga wa kienyeji ambaye hana darasa hata mmoja, anamkalisha kwenye kigoda uchi na kumkata chale anavyotaka na kumpa madawa asiyoyajua na usomi wake. Dhambi ni utumwa mbaya. Dhambi ni utumwa wa kukataa, na huwezi kukataa bila kumkaribisha Yesu katika maisha yako. Watu wengi wametumikishwa katika utumwa wa ulevi na hawawezi kuacha. Wengi wametumikishwa kwenye madawa ya kulevya na hawawezi kuacha, mpaka labda wapate matibabu maalum kisaikolojia, lakini hata hivyo wanarudia. Watu wengi wamekamatwa kwenye uasherati na hawawezi kuacha. Kwa nini? Ni watumwa wa dhambi. Watu wengi wamekamatwa kwenye ulevi wa pombe na divai na hawawezi kuacha. Kwa nini? Wewe ni mtumwa, na mtumwa hakai nyumbani kwa baba. Huwezi ukakaa ukashirikiana na Mungu. Mungu atusaidie. Tunamhitaji Yesu katika maisha yetu,
hawezi kututoa katika utumwa wa dhambi. Dini haiwezi kututoa katika utumwa wa dhambi, kwa sababu dini haijawahi kufa msalabani kwa ajili yetu. Ni Yesu Kristo peke yake aliyekufa msalabani anayeweza kututoa katika utumwa wa dhambi. Madhehebu ya dini hayawezi kututoa katika dhambi. Hata kama dini yako ni kubwa namna gani, haiwezi ikakutoa katika dhambi. Unamhitaji Yesu aliye hai, Yesu aliyekufa msalabani kwa ajili ya kutoa damu yake, kutununua sisi, kutulipia fidia ya dhambi zetu, ili kwa kupigwa kwake sisi tuweze kupona. Biblia inasema kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi, na hii dhambi tumezaliwa tunayo. Tulijifunza masomo yaliyopita kwamba tumezaliwa tukiwa na asili ya dhambi ya Adamu. Mwanadamu tulijifunza ana asili mbili zinazomkabili kila mwanadamu anasumbuliwa na kuathiriwa na asili ya dhambi ya Adamu, lakini tunaasiliwa na asili ya wazazi wetu, kurithi mambo ya wazazi wetu. Leo nataka tujifunze asili ya dhambi ya Adamu, na vipindi vinavyofuata tutakuja kujifunza asili ya wazazi wetu. Niseme hivi, asili zinazotesa maisha ya mwanadamu ziko mbili. Asili zinazotesa na kumsumbua mwanadamu ziko mbili. Asili ya kwanza ni asili ya Adamu, ambayo ni asili ya dhambi. Asili ya pili ni asili ya wazazi, mila na desturi na madhabahu za wazazi wetu na wahenga katika koo zinatuathiri sana. Watu hawawezi kumwabudu Mungu sawasawa kwa ajili ya asili hizi mbili. Watu wanakuwa maskini kwa ajili ya asili hizi mbili. Watu wanajiingiza katika dhambi na hawawezi kutoka kwa ajili ya asili hizi mbili. Leo nataka tujifunze asili moja ya Adamu. Vipindi vilivyopita tulijifunza kwamba hizi asili ni programu ambazo zimeweka ndani yetu. Zikiguswa, hizo programu zinatoa matokeo katika mwili huu, tunafanya dhambi. Asili hizi tulizifananisha na DNA. Sio kwamba zenye ni DNA. Tunazifananisha na DNA. Asili hizi tunazifananisha na vinasaba. Asili hizi tunazifananisha na silika. Na tulisema hivi, DNA ni kifupi cha neno linalojulikana kwamba ni deoxyribonucleic acid, ambayo hii ni molecule iliyo ndani ya DNA, ambayo kazi yake ni kutoa taarifa ya urithi. Inarithisha tabia kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine, tabia kutoka kwa baba kwenda kwa mtoto. Urithi wa ndani unaopita kwenye damu unahama kutoka kwa mzazi kwenda kwa mtoto, na hizi taarifa za urithi zinaweza zikawa ni sifa za mwili kama unene, wembamba, rangi ya ngozi, umbo, kimo. Baadhi ya magonjwa yanaweza yakatoka kwa baba na kurithishwa kwa mtoto. Dhambi inachukua tabia hiyo, na ndio maana aliyetenda dhambi ni Adamu, lakini hadi leo sisi tunahukumiwa kwa dhambi ya Adamu. Vinasaba ni jinsi.
Vinasaba ni jinsi zinazopatikana kwenye DNA zinazobeba taarifa ya urithi pia. Kupitia vinasaba watoto wanaweza kufanana na wazazi wao katika sura, uwezo wa mwili, vipaji fulani fulani. Kisaikolojia inaelezwa kuwa mwanadamu ana silika ambayo pia huu ni mwitikio unaopatikana katika mwili unaosafirisha urithi kutoka kwa mzazi kuja hivi. Sasa dhambi sio vinasaba, dhambi sio DNA, dhambi sio silika, ila tunatumia hiyo mifano ya kisaikolojia ili upate kuelewa kwamba kama DNA inavyoweza kusafirisha urithi kutoka kwa mzazi kwenda kwa mtoto, ndivyo dhambi aliyoifanya Adamu inatuambukiza mpaka leo. Mtu anaweza akajiuliza, kama aliyefanya dhambi ni Adamu, mimi inanihusu nini? Mimi inanihusu nini? Ni tabia ya DNA, ni tabia ya vinasaba, ni tabia ya silika kubeba baadhi ya sifa kutoka kwa mzazi kwenda kwa mtoto. Biblia inasema katika Warumi sura ya 7 mstari wa 18, kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema, kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Ndani yangu nimerithi ile dhambi ya wazazi, nimerithi dhambi kutoka kwa Adamu, imekuja mpaka kwangu, ndiyo inayonizuia nisitende ninalotaka. Kuna nguvu niliyorithi yenye nguvu kuliko mimi. Mimi ninataka kutenda jema, lakini ile asili inanivuta nisitende lile ninalotaka, na badala yake inanyanyua ambalo sitaki, ninatenda. Mungu atusaidie. Hapa Biblia inatufundisha kuwa chanzo cha tabia si matendo ya nje. Chanzo cha tabia ni hali ya ndani ya moyo. Paulo anaonyesha kuwa asili ya dhambi inaweza kumvuta mtu kufanya asichotaka. Asili ya dhambi, Paulo anasema, inaweza ikamvuta na kumshawishi mtu kufanya asiyotaka. Ndio maana Biblia inasema kutaka nataka, kutenda sipati. Mtu mwema katika hazina yake njema hutoa matunda mema. Sasa Mungu atusaidie ili kuweza kutambua asili hii, kwa sababu tumezaliwa na asili ya dhambi kutoka kwa Adamu. Tuna sinful nature. Mwanadamu yoyote ana sinful nature. Mtoto anapozaliwa ana dhambi, lakini dhambi aliyonayo mtoto sio dhambi ya kutenda yeye, ni ile sinful nature, asili ya dhambi anayozaliwa nayo, ambayo sasa ni lazima apate mwokozi wa kumtoa katika dhambi. Asipopata mwokozi Yesu Kristo wa kumtoa kwenye dhambi, atakufa na kupata madhara ya yule dhambi, kwa sababu Yesu ni kama wakili aliyetusaidia kukata rufaa ya kutuombea msamaha kwa Mungu. Kwa hiyo tabia na mazoea tulionayo katika familia zetu ni asili, ni sinful nature. Na Biblia, asili ya dhambi ya Adamu, andiko linasema hivi katika Warumi sura ya 3 mstari wa 23, anasema hivi, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu. Paulo katika Warumi sura ya 3 mstari wa 23 anasema wote, wanadamu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu. Lakini ukisoma Biblia, aliyefanya dhambi ni Adamu na Hawa.
mwanzoni kabisa mwa uumbaji, lakini tunahesabiwa sote kwamba tumetenda nini? Tumetenda dhambi, na Biblia inasema kwamba wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu. Maana yake nini? Mtume Paulo wa Tarso anaeleza kuwa wanadamu wote, bila kujali kabila, bila kujali taifa, bila kujali dini, bila kujali hadhi yao, wamefanya dhambi na hawawezi kufikia kiwango cha utakatifu Mungu anaotaka, kwa sababu ulishapungua kwa kufanya dhambi. Adamu, sisi sote tunafanya dhambi, tumezaliwa katika hali ya dhambi. Biblia inasema kwamba wote, humaanisha kwamba ni Wayahudi wote, ina maana ya Wayahudi na mataifa wote, maanake ni wanadamu wote. Kila mwanadamu anaitwa mwanadamu, hakuna aliyepona. Biblia inasema kwamba wote wametenda dhambi, awe ni askofu, awe shehe mkuu, awe nani, ana cheo gani katika dunia. Biblia inasema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo mtoto anazaliwa mwenye dhambi, si kwa sababu ametenda dhambi, bali ni kwa sababu ni mwenye dhambi, kwa sababu ana vinasaba vya Adamu vya dhambi, kwa sababu alirithi DNA ya Adamu ya dhambi, alizaliwa na silika ya dhambi, ana program ya dhambi ndani yake. Hakuna mtu anayefundishwa kutenda dhambi, tunazaliwa tuna dhambi, ndio maana tunakuwa tuna dhambi. Hakuna chuo cha kufundisha uongo. Biblia katika Zaburi anasema walijifunza uongo tangu tumboni kwa wazazi wao. Tunazaliwa tukiwa na dhambi. Katika Zaburi ya 51 mstari wa 5 anasema, mama yangu alinichukua mimba hatiani, nalizaliwa katika uovu. Mama yangu alinichukua mimba hatiani. Tangu mimba tuna hatia, tangu mimba tuna dhambi, tunazaliwa tuna dhambi, tunakuwa tuna dhambi, tunapata akili tuna dhambi, hadi tunapokuja kuitikia samani, mwitikio wa kutubu dhambi. Warumi sura ya 5 mstari wa 12, neno la Mungu nasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, maana yake kama iliingia ulimwenguni, maana yake kuna mlango dhambi ilipitia. Kama kwa mtu mmoja dhambi ilimwingia ulimwenguni, maana yake kulikuwa na wakati dhambi hailikuwepo ulimwenguni. Kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na huyu mtu mmoja ni Adamu, ndiye aliyefungua mlango kwa dhambi kuliingia ulimwenguni. Dhambi ilipoingia ulimwenguni, sote kuanzia pale tukazaliwa tukiwa tuna dhambi, na wote tuna dhambi. Biblia inasema kwamba wote wametenda dhambi. Dhambi ya Adamu tunayo, dawa ni Yesu Kristo. Ndiyo maana ukimkataa Yesu na kuhurumia na kusikitikia, na mimi kama mtumishi wa Mungu nikwambie ukweli, huwezi ukafika mbinguni kama unamkataa Yesu. Yesu ndiyo njia pekee Mungu aliyoileta kwa ajili ya kutuondolea msamaha wa dhambi, kuiondoa dhambi, kuifutilia mbali dhambi. Yesu anasema, mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Yesu alisema, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu hawezi kwenda kwa Baba isipokuwa kwa kupitia kwa mimi. Biblia inatueleza njia ya kwenda kwa Baba, njia ya kwenda kwa Mungu. Hakuna njia nyingi, njia ni Yesu Kristo pekee. Unamkataa Yesu, wewe una njia gani ya kukufikisha kwa Mungu? Yohana sura ya 14 mstari wa 6, Biblia inasema, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Yesu ndiyo njia pekee ya kwenda kwa Baba. Hatuna njia nyingi mpendwa za kwenda kwa Baba.
Dini siyo njia ya kwenda kwa Baba. Madhehebu ya dini ya Kikristo sio njia. Maana kuna watu wengine wanaingia madhehebu, mi nasali dhehebu fulani, mi nasali kwa mtumishi fulani. Aliyekwambia mtumishi ndiyo njia ya kwenda kwa Baba ni nani? Hatudharau watumishi wa Mungu, hatudharau, lakini hatupaswi kuwaabudu, hatupaswi kuwatanguliza kuliko kawaida, hatupaswi kutanguliza dhehebu, hatupaswi kutanguliza ubatizo, hatupaswi kubatiliza chochote. Hakuna kitu chenye thamani katika maisha yetu kama Kristo Yesu, damu ya Yesu, jina la Yesu ndio vitu namba moja. Hivi vitu vingine vinafuata. Yesu ndio jawabu la dhambi. Yesu ndio jawabu la utumwa wa dhambi, dhambi ya Adamu. Mungu alileta Adamu wa pili ambaye ni Yesu Kristo. Ukisoma katika Wakorinto wa kwanza sura ile ya 15 mstari wa 45, neno linasema hivi. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 45. Kuna neno zuri sana hapa, unifuate taratibu. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 45, neno linasema ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu. Kama anasema mtu wa kwanza, subiria wa pili, subiria wa pili. Na huyo wa pili usije ukaweka mtume wako hapa, ametajwa hapa. Anasema hivi, ndivyo ilivyoandikwa. Hatutoi kichwani, kwa sababu ndivyo ilivyoandikwa. Unaweza ukanichukia bure, unaweza ukatafuta kunikosoa, lakini Biblia inasema hivi, ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho, sikiliza, Adamu wa mwisho. Kuna Adamu wa kwanza, Adamu wa mwisho ni roho aliyehuisha. 46. Lakini hautangulii 46, lakini hautangulii ule wa roho, bali ule wa asili, baadaye huja ule wa roho. 47. Mtu wa kwanza atoka katika nchi, ni wa udongo. Huyu ni Adamu. Tuna Adamu wawili, tuna Adamu wa kwanza, tuna Adamu wa pili ambaye ni Yesu Kristo. Ndio fumbo linalosemwa hapa. Anasema mtu wa kwanza ni Adamu, na huyu mtu wa kwanza katika mstari wa 47 anasema huyu mtu wa kwanza atoka katika nchi, ni wa udongo. Anasema mtu wa pili atoka mbinguni ambaye ni Yesu. 48. Kama alivyo wa udongo ndivyo walivyo wa udongo. Hebu twende taratibu. Mstari wa 48. Mstari wa 48. Twende taratibu. Anasema hivi, kama alivyo wa udongo. Sasa anaenda kwenye yule Adamu, mtu wa kwanza ambaye ni Adamu anayetoka kwenye udongo. Sasa anafafanua katika mstari wa 48. Anasema kama alivyo yeye wa udongo, Adamu wa kwanza, ndivyo walivyo. Anafananisha mmoja kwa wengi. Kama alivyo manake ni mmoja. Mstari wa 48, kama alivyo yeye wa udongo, anaongelea mmoja alivyo. Mimi ni mwalimu wa Kiswahili. Anasema ndivyo walivyo, anaongelea wengi. Manake anahusianisha kama alivyo Adamu wa udongo, ndivyo sisi wanadamu tuliomrithi Adamu wa sasa tulivyo. Kama Adamu alikuwa na dhambi, alitenda dhambi, ndivyo walivyo wa udongo, na sisi tumetenda dhambi. Halo, Bwana Yesu asifiwe.
Bwana asifiwe. Mungu akubariki. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 tuko mstari wa 48. Sasa kama alivyo wa udongo ambaye ni Adamu, ndivyo walivyo walio wa udongo ambao ni sisi katika miili yetu. Adamu katika mwili wake alitenda dhambi, akabeba vinasaba vya dhambi, akatusababisha sasa, kama alivyokuwa yeye ndivyo tulivyo sisi. Lakini tunamhitaji Adamu wa pili atutegulie hili fumbo. Anasema hivi katika mstari wa 48b, anasema kama alivyo yeye wa mbinguni ndivyo walivyo wa mbinguni. Hapa anatoa fumbo pia kwamba kama sasa alivyo wa mbinguni ndivyo walivyo wa mbinguni. Unapookoka unakuwa wa mbinguni, unachukua asili ya mbinguni. Kama hujaokoka, wewe ni wa udongo, unachukua asili ya wa udongo, mpaka utakapokuja kukana hiyo asili na kumpokea Yesu ili uchukue asili ya wa mbinguni, unakuwa wa mbinguni. Halo, hapo ndipo tunapotakiwa kufika, exchange asili. Ndio maana anasema hivi, hata imekuwa katika Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17, anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, anayakale yale ya udongo, tazama sasa amekuwa mapya, anaya asili mpya ya Yesu. Unamhitaji Yesu mpendwa, ili uweze kuacha asili ya dhambi, la sivyo utanikumbuka siku naenda jehanamu. Utanikumbuka na utakuwa umechelewa. Utakuja kusema yule jamaa nilifikiri anapiga porojo, kumbe alikuwa anasema kweli. Utakuwa umechelewa. Cheo chako kisikucheleweshe kufanya upatanisho na Yesu, kwa sababu ndiye wakili pekee duniani tuliopewa wanadamu kwa ajili ya wokovu. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12, neno la Mungu linasema, wala hapana jina jingine tulilopewa sisi wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo, isipokuwa ni jina la Yesu peke yake. Yesu Kristo ndiye mwokozi peke yake. Yesu Kristo ndiye mponyaji peke yake. Yesu Kristo ndiye mkombozi peke yake. Yesu Kristo ndiye tuliyepewa sisi wanadamu, ndiye wakili wetu. Ukimkataa wakili utafungwa tu. Matendo mema hayakusaidii utoke katika uchafu wa dhambi. Huwezi ukajihesabia haki kwa kushika sheria. Hata kama ushike sheria zote 613, ndugu yangu, huwezi ukapata haki. Dhambi yako haifutwi kwa sabuni ya kushika sheria. Hata ujitakatishe kwa sheria, huwezi ukatakasika mpendwa. Biblia inasema utakaso wako ni kwa damu ya Yesu, utakaso wako ni kwa jina la Yesu, utakaso wako ni kwa neno la Yesu, utakaso wako ni kwa Roho Mtakatifu. Mkubali Kristo Yesu leo akupe damu yako. Biblia inasema katika Mateo, Yohana, uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Mwamini Yesu Kristo akupe neno lako, ili kupitia neno la Mungu utakaswe dhambi yako. Biblia inasema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu. Katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 mstari wa 9, amesema tukisema kwamba hatuna dhambi twalijidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Lakini tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tafadhali, hebu shika Biblia yako, soma Warumi, Wakorintho Yohana wa kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana
sura ya kwanza mstari wa 9. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya kwanza mstari wa 9 anasema hivi: tukisema kwamba hatuna dhambi, tukisema maana yake ni mimi na wewe tumehusishwa. Tukisema kwamba hatuna dhambi, maana yake makabila yote tumo. Usije ukatoa kabila lako, wala Israeli wasije wakajitoa. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe. Leo hii kuna watu wanajihesabia haki kwamba hawana dhambi eti tu kwa sababu wanasali. Kuna watu leo wanajihesabia dhambi eti tu kwa sababu wanatoa zaka. Tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani yetu. Lakini tukiziungama dhambi zetu, tukitubu dhambi zetu, Mungu ni mwaminifu hata tusamehe dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Wanadamu, tutubu dhambi zetu, tumgeukie Kristo, tuache dini, tuache siasa za dini, tuache marumbano ya kimadhehebu. Hakuna dhehebu lililokufia msalabani baba. Hakuna mchungaji aliyekufia msalabani ndugu yangu, wala mimi sijakufia msalabani. Ni Yesu pekee. Hakuna nabii wala mtume aliyekufia msalabani. Unamwabudu bure, hiyo ni dhambi. Mwabudu Yesu, mwamini Yesu, mwamini Roho Mtakatifu, amini neno, ongozwa na neno. Biblia inasema wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Mungu akubariki ili uweze kuiona neema, uweze kuiona rehema, uweze kuona fadhili, ili neema ya Mungu itusaidie. Kwa hiyo dhambi ya Adamu, adhabu yake inagusa mtu na vitu hata kama havikufanya dhambi. Utasema mimi sikufanya dhambi, napataje dhambi ya Adamu? Mbona ardhi ililaaniwa? Dhambi ile ardhi ilifanya dhambi saa ngapi? Twende taratibu. Ile dhambi ilipoingia kwa Adamu, mpaka ambavyo havikufanya dhambi vikalaaniwa. Sikiliza, Mungu baada ya ile dhambi, kwa vitu vitatu. Kuna nyoka, kwa maana shetani alipata laana yake. Akaja mwanamke akapewa laana zake 3, kwamba hutazaa kawaida tena, utazaa kwa uchungu. 1. 2, tamaa yako itakuwa kwa mumeo. 3, na mumeo atakutawala. Hizo ni laana, hazifutiki mpaka leo. Ndio maana wakina mama wanazaa kwa uchungu mpaka leo. Ndio maana tamaa zao ni kwa waume zao mpaka leo. Ndio maana ni lazima tuwatawale. Wanapokuwa wanaandamana katika haki za kutetea haki za wanawake, wanavunja agano hili. Lazima mwanamke awe chini ya mwanaume. Watasema tumegundua kimweli ni mfumo dume. Mungu mwenyewe ni mfumo dume. Ndio maana katika wanafunzi wa Yesu hakuna mwanamke hata huyu. Wakalishwa watu 5,000 mikate, hakuna mwanamke hata mmoja aliyehesabiwa. Wakati kwa kawaida kwenye makusanyiko wanawake lazima wazidi. Kwa nini? Mfumo dume. Wakaja kulishwa tena watu 4,000 wanaume tu. Watoto na wakina mama hawakuhesabiwa. Na kwa kawaida kwenye mkusanyiko, hata kwenye siasa, kanisani, kahesabu tu. Wanawake ni wengi kuliko. Hata wakati wa Yesu wanawake walikuwa ni wengi kuliko wanaume. Wakisema wanaume 5,000 zidisha mara 3, ndio wanawake. Hawakuhesabiwa. Nini? Mfumo dume. Kwa hiyo usinishangae mimi nikipigania mfumo dume. Kwa hiyo Biblia inaeleza katika Mwanzo sura ya 3 mstari wa 17, uone ile dhambi alipofanya Adamu na Hawa ilienda mpaka kwenye ardhi ambayo haikutenda dhambi. Wewe unajitoaje? Anasema hivi katika Mwanzo sura ya 3 mstari wa 17, akamwambia Adamu,
kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikukataza nikisema usile. Ardhi, 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 ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, na kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni, hata nyama hakuruhusiwa. 19. Kwa jasho la uso wako utakula chakula, hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana umavumbi wewe, na mavumbini utarudi. Ndugu yangu, nikukumbushe kama mtumishi wa Mungu, mwili wako ni mavumbi, mwili wangu ni mavumbi. Kuna siku huu mwili utarudi mavumbini. Kuna siku nitakufa hata kama sipendi. Lazima nimwamini Yesu. Nikwambie ukweli ndugu yangu, kuna siku utakufa. Hivi unajua kama hujui kufa, kaangalie kaburi, kamwangalie marehemu. Ukimtazama marehemu ukimuaga, ngoja nikwambie sauti anayokuambia. Unajua marehemu tunapoaga huwa anasema kitu. Ngoja nikwambie, ukimuaga marehemu anakwambia hivi. Na mimi kuna siku niliwaona marehemu nikiwaaga. Leo unaniaga mimi kama marehemu. Ipo siku na wewe utakuwa kama mimi, watu watapita kukuaga kama marehemu. Unasikia maiti inavyosema? Kama unavyoniaga leo, na mimi niliwahi kuwaaga wenzangu waliotangulia. Ipo siku watu watakuaga kama unavyoniaga. Mpendwa, kuna siku unakufa, hata kama ni tajiri. Ndugu yangu, kuna siku utajiri utauacha na watu watagombea, watagawana. Kule Nigeria nimewahi kusoma tiko moja, kuna mtu mmoja tajiri aliamua kuzikwa na renji yake. Likachimbwa kaburi kubwa, akaingizwa yeye na renji. Usiku wa manane wajanja wakaja kuitokea, wakaifukua, wakachukua, na akashindwa kuitetea renji, ikaenda. Asubuhi ndugu zake wanashangaa, shimo limefukuliwa, renji hamna, kwa sababu waliweka na funguo, wakifikiria atamka ataendesha huko mbinguni. Hizo mali hatuendi nazo, hizo mali tunaziacha hapa. Hivyo vyeo hatuendi navyo, hivyo vyeo ni utukufu hapa, tunaviacha. Na heshima yako inapotea unapokufa, unakwenda kuzikwa, na kama imezidi na suti moja, zote unawachia wajanja huko. Watalia siku 2-3, watasahau. Kwani wewe nani? Soma Mhubiri sura ya 1 na ya 2 na ya 3, utaacha kulinga mpendwa. Nasema hivi, kama unabisha, soma Mhubiri, kitabu kinachoitwa Mhubiri. Soma sura ya 1 yote, sura ya 2 yote, sura ya 3 yote. Soma Kiswahili cha kisasa, soma Kiingereza, soma Kiebrania, soma Kikaguru chako kama unajua lugha yako, soma. Utaacha kulingia cheo, utaacha kulingia utajiri, utaacha kiburi cha uzima, utaacha kulingia uzima. Utajua yuko Mungu, utajua, utaacha kiburi, utajua yuko aliyeniumba, utajua kuna siku atakuita, utajua kuna siku utakufa, utajua unavyotumbuka kuvitafuta utaviacha. Unavyojing'ang'ania haka sitaki, watu wanakuomba sitaki, kuna siku unaviacha kwa hiari yako. Maana wewe si mali yako. Maana wewe ungekuwa ni mali yako usingeugua, maana ungekataa, ungejikontrol usiugue. Basi wewe si mali yako, wewe ni mali ya Mungu. Kama wewe ungekuwa na mali yako ungedhibiti usiugue. Mbona una magonjwa? Yesu ndio mponyaji ndugu yangu, usidharau. Usije ukasema Kimweri anatusimanga. Nataka upate hasira.
ili wachane na dhambi ya Adamu. Anasema hivi katika Zaburi ya 51 mstari ule wa 5, anasema tazama, mimi naliumbwa katika hali ya uovu, mama yangu alinichukua mimba hatiani. Daudi anaimba wimbo hapa, amejigundua, na ni wachache wenye vyeo ambao wanaweza kagundua kama Daudi. Daudi anasema tazama, mimi, wala sio mtu mwingine, naliumbwa katika hali ya uovu, mama yangu alinichukua mimba hatiani. Daudi anayesema kabla sijazaliwa. Wewe unasema kuzaliwa? Kabla sijazaliwa mimi naliumbwa katika uovu, mama yangu alinichukua mimba katika dhambi, katika uovu. Wewe unasema wakati wa ujana? Mimba, kabla ya mimba, Daudi anasema. Kwa hiyo hakuna aliyefundishwa, hakuna anayefundishwa kukasirika, hakuna anayefundishwa kuzini. Kama unabisha, chukua katoto kakike kachanga kabisa na kakiume kachanga kabisa, vifungieni chumbani huko kwenye giza, halafu mvilishe chakula vizuri tu bila kuvifundisha. Baada ya miaka kadhaa utakuja kukuta kamoja hapo kana mimba. Unajifanya hujasikia. Ndio hiyo sasa. Dhambi ni asili, iko ndani. Dhambi inasafiri kama DNA. Dhambi inasafiri kama vinasaba. Dhambi inasafiri kama silika, na dawa yake ni Yesu, ili akupe vinasaba vipya. Kuokoka ni kupokea vinasaba vipya. Madhara ya dhambi yanaweza yakagusa vizazi hadi kizazi. Kwa mfano, Kutoka sura ya 20 mstari wa 5 anasema hivi, usivisujudie wala usivitumikie, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao. Ngoja nirudie, na wapatiliza wana maovu ya baba zao. Ngoja nirudie, na mimi ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza maovu ya baba zao, wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao, nami na warehemu maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Kutoka sura ya 34 mstari wa 6 asema, Bwana akapita mbele yake, akatazama, Bwana akatangaza, Bwana Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli, mwenye kuwaonea huruma watu elfu, mwenye kusamehe waovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu uovu kuwa hana hatia kamwe, mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao na wana wa wana wao, pia hata kizazi cha 3 na cha 4. Hili tutajifunza vizuri kesho. Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 7 anasema hivi, watoto wadogo, mtu asiwadanganye. Atendaye haki ni mwenye haki kama yeye alivyo wa haki. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa, ili azivunje kazi za Ibilisi. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi, kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Nimalizie kwa kusema hivi, jambo la 3, asili mbaya ya mti mchungu
huzaa matunda machungu. Nataka nihitimishe kwa kusema hivi, asili ya mti mchungu ni kuzaa matunda machungu. Matunda machungu si machungu kwa kupenda, matunda ni machungu kwa sababu ya asili. Machungwa ni machachu si kwa sababu yamependa kuwa machachu, yamekuwa machachu kutokana na asili ya mchungwa. Wewe fikiria, ardhi hii moja inatoa matunda machachu. Ardhi hii moja kuna matunda mengine machungu kweli? Ardhi hii moja. Kinachotofautisha ni asili ya ule mti. Tunasoma katika Luka sura ya 6 mstari 43, anasema hivi, Yesu alifundisha akasema, kwa maana hakuna mti mzuri uzao matunda mabaya, wala mti mbaya uzao matunda mazuri, kwa kuwa kila mti hutambulikana kwa matunda yake. Maana katika miiba hatuchumi tini, wala katika michongoma hatuchumi zabibu. Mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema. Yaliyo mema yanatoka kwenye asili ya moyo mwema. Ukija kuona mtu anatenda wema, ni kwa sababu moyo wake ni mwema katika asili yake. Ukija kuona mtu ana fitina, sio yeye. Wewe unafikiri kwa nini unasema huyu ana roho mbaya? Kwa nini wasema huyu ni mbaya? Kwa nini sema huyu ana roho nzuri? Kwa nini wasiseme ni nzuri tu mpaka waseme roho? Maanake roho mbaya ndio inayodhihirisha ubaya huku nje. Roho nzuri ndani ya mtu ndio inayodhihirisha. Ndio maana nasema heri wenye moyo safi, heri wenye moyo safi, heri wenye moyo safi, maana hao ndio watakaomwona Mungu. Mathayo sura ya 12 mstari wa 33 anasema hivi, ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri. Anataka Yesu mti uwe mzuri kwanza kwenye asili, ndivyo matunda yake yawe mazuri. Toningo, halo, Bwana Yesu asifiwe. Toningo, kuna kabila jirani wanasemaga toningo. Unanielewa? Are you there my dear? Halo. Yesu anafundisha hapa katika Mathayo sura ya 12:33 anasema, ufanyeni mtu mzuri na matunda yake kuwa mazuri, au ufanyeni mti kuwa mbaya na matunda yake mabaya, kwa maana kwa matunda yake mtu hutambulikana. Matunda yanatutambulisha ubaya na asili wa mti. Ubaya wa matunda tusipeleke kwenye matunda. Matunda ni mabaya kwa sababu ya asili ya ubaya wa mti. Ubaya wa dhambi ni kwa sababu moyo wako ni mbaya, ndio maana unatenda dhambi. Kiburi kwenye moyo wako, ndio maana unatuonyesha kiburi. Majivuno kwenye moyo, ndio maana unatuonyesha majivuno. Kiburi cha uzima kwenye moyo unatuonyesha huko. Jeuri na fahari unatuonyesha huko. Mungu atusaidie. Ndio maana Yesu katika Mathayo sura ya 28 anatualika tukatubu. Yesu anatualika tutubu kwa sababu ya hali hii ngumu, complicated. Shetani alileta dhambi iwe complicated, mwanadamu awe amepotea completely. Nimesema kinguo hapo kidogo, completely. Hebu sema completely. Alisababisha, alidestroy maisha ya mwanadamu na asitengenezeke. Lakini Yesu anatoa wito leo, anasema katika Mathayo sura ya 11 mstari ule wa 28 anatoa wito, anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha.
Yesu anatuita tukapumzike. Anasema dhambi ulizo nazo ni mzigo, umekulemea, njoo. Yesu anakuita leo. Huo ugumu ambao tumejifunza hapa usikukatishe tamaa, kwa sababu liko tumaini. Yuko Yesu ambaye ndiyo njia. Yuko Yesu aliyekufa msalabani akaitoa damu yako kukununua wewe na mimi. Mkubali Yesu leo mpendwa. Dini yako haitakusaidia, dhehebu yako haitakusaidia, imani yako, mapokeo yako, wachawi hawatakusaidia, washirikina hawatakusaidia, sana sana watakupoteza. Ni Yesu peke yake anayesema katika Mathayo sura ya 11 mstari wa 28, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitakupumzisha. Katika Ufunuo sura ya 3 mstari wa 12, Ufunuo wa Yohana sura ya 3 mstari wa 20, anasema tazama, nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango wa moyo wake, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, naye pamoja nami. Yesu anatualika leo. Yesu yuko kwenye moyo wako. Mahubiri haya, mafundisho haya, ni Yesu anagonga katika moyo wako. Mkubali aingie, akubadilishe kama alivyonibadilisha mimi, akubadilishe kama alivyobadilisha watoto wa Mungu waliookoka. Kuokoka sio dini mpya mpendwa. Kuokoka sio dhehebu la mtu. Kuokoka ni imani katika Yesu Kristo. Kuokoka ndio Ukristo wa kweli. Kuokoka ni kuwa kuzaliwa mara ya pili. Kuokoka ni kuhesabiwa haki na kuwa na uhakika kwamba ukifa leo unaenda mbinguni. Kuokoka ni kuwa na uhakika kwamba ukimaliza maisha leo, Mungu akakuita, unakwenda mbinguni. Kwa nini? Umemwamini Yesu. Kwa nini? Umemwamini wakili wetu. Yesu anasema katika Yohana sura ya 1 mstari wa 12, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Wote waliompokea. Kumpokea Yesu unapewa uwezo. Nasema wote waliompokea aliwapa uwezo. Huo uwezo unaoandikwa hapa kwamba wanapewa wale wanaompokea, ile ni programu mpya, ile ni nguvu mpya, ni kuzaliwa mara ya pili, ni kubadilishwa ili uungane na Paulo katika Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17 unaosema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Unataka ya kale yapotee? Mwamini Yesu leo mpendwa. Unataka usamehewe dhambi zako? Mwamini Yesu leo. Unatakiwa ufutiwe hatia? Mwamini Yesu leo. Mimi nisingeweza kutoa povu kiasi hiki kama nisingekuwa na uhakika wa Yesu. Mimi nimeacha dini yangu nzuri. Mama yangu mzazi anajua, wadogo zangu wanajua, kaka zangu wanajua, wajomba zangu wanajua kwamba nimeacha dini yenye heshima hapa duniani. Sikufuata dini huko, ndugu zangu, nimemfuata Yesu anayeokoa, na kweli ameniokoa. La sivyo mimi ningekufa mapema, ningeshakufa siku nyingi. Lakini nimeingia katika imani hii mwaka 1987. Mimi si wajuzi, siongei kitu ambacho sija experience. Kuna siku nitatoa ushuhuda wa kwangu mimi. Nimepigwa vita, nimenusurika kuuawa mara nyingi, mara kadhaa kwa ajili ya Yesu. Sijuti, siwalaumu, niko kwenye njia sahihi. Nina uhakika hata nikifa sasa hivi na kwenda mbinguni, narudi kwa Baba, narudi nyumbani kwa Mungu aliyeniumba, aliyenileta. Lakini lazima nitimize kusudi la kupiga injili sawasawa, la kuhubiri injili, kuwahubiri ndugu zangu wa kabila langu na wasio wa kabila langu wamwamini Yesu, wampokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wapone, waachane na dini
inawapoteza. Yesu Kristo sio dini. Yesu Kristo ni imani. Yesu Kristo ni maisha. Tumwamini Yesu leo. Kama neno hili limekugusa mpendwa, bila kupoteza muda, weka mkono wako kifuani na ufuatishe sala hii nayo kuongoza hapa. Fanya kama ni ya kwako. Kwa kifupi, fumba macho, sema mkono mmoja wa kulia nyosha juu, dalili ya kunyenyekea na kusalenda kwa Yesu. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Nimegundua leo kwamba mimi ni mwenye dhambi, tena za asili ya Adamu na asili ya wazazi na wahenga. Nimekukasirisha mara kwa mara, na mimi nastahili adhabu yako, lakini kwa ajili ya Yesu aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi hizo, ninatubu, ninageuka, ninakubali kusamehewa na Yesu, kutakaswa kwa damu ya Yesu, ili niweze kuwa kiumbe kipya. Ya kale yangu yapite, ili nipokee mapya. Ninamwalika Roho Mtakatifu ndani ya mwili huu ambalo ni hekalu lake, anitakase kwa neno katika maji, katika jina la Yesu. Anitakase kwa damu ya Yesu ndani yangu. Takasa roho yangu, takasa nafsi yangu, takasa mwili wangu katika jina la Yesu. Futa hatia zangu, futa asili yangu, futa maagano, futa viapo, futa matabano na kila namna ya mapatilizo ya ukoo na wazazi wangu, yakafutwe na kupotea katika jina la Yesu. Naamini na kuokoka katika jina la Yesu. Andika jina langu katika kitabu cha uzima, futa jina langu katika kitabu cha hukumu. Ninakupokea Yesu katika maisha yangu, uwe Bwana na Mwokozi katika jina la Yesu. Ninaomba na kuamini, amen. Nikuombee. Baba, katika jina la Yesu, mtazame mtoto wako huyu na mwacha mikononi mwako. Amesema sala hii, gusa ikawe dhahiri. Wewe Yesu unaye kusoma kwenye Biblia, katoke kwenye Biblia na ukaingie katika moyo wake. Roho Mtakatifu, toka katika Biblia ukaingie katika moyo wako. Damu ya Yesu imtakase katika nyama na damu na mifupa, moyo wake na roho yake, katika jina la Yesu. Namtangazia uzima na uzima tele kwa jina la Yesu. Ninamwomba na kuomba Yesu ukamweke huru, amen. Kama umefanya sala hii na nimekuombea, wewe umeokoka sasa. Watafute watu waliookoka kweli ili upate maelekezo, na kwa namba yangu unaweza ukanitafuta au kaandika meseji, tukawasiliana na kaweza kukuombea zaidi na kukupa namna ya kuweza kujisimamia katika wokovu. Usifanye mchezo na maisha yako, utakufa mpendwa. Usifanye, na kuna siku utasimama mbele za kiti cha enzi. Mungu akubariki. Usimame na Yesu, endelea na Yesu, amen.